Wachokonoz. Oh, habari yako binafsi. Hii ni Wachokonoz. Bwana, tunazungumzia swala zima la polygamy, ndoa za mitala. Yeah. Naam. Sasa tunaangazia tuseme ni vipande vitatu vya kuelezea. Moja ni katika mtizamo au mtazamo wa kidini. Ukristo kwa mujibu wa maandiko unaruhusu mwanamume aoe mke mmoja, mwanamke awe na mume mmoja. Hii ni kwa mujibu wa maandiko. Hata Adam na Eva ni mke na mume, maana yake ni moja mmoja. Sasa tunakuja kwa ndugu zangu au ndugu zetu Waislamu, wao wanaruhusiwa wanawake zaidi ya mmoja, angalau wanne mwisho. Sijajua kiongozi wao alikuwa na wake wangapi, Mtume. Sasa tukija Afrika, sasa Afrika kwa mujibu wa historia na story, hadithi za mababu, wao walikuwa na wake zaidi ya mmoja. Nilikuwa hakuna limit ya idadi kwa tamaduni za Kiafrika. Sasa kwenye kujadili mambo hayo, mtizamo wa mambo mawili matatu hayo, hiki kitu kinakuaje? Kipi tufuate kipi? Kwanza kwenye upande wa dini hapo, Ukristo na Waislamu nadhani tusijadili kwa sababu ni upumbavu wote huo. Ukristo upumbavu, Uislamu ni upumbavu. Kwa kujadili upumbavu na sisi tunakuwa upumbavu. Kwa nini upumbavu? Ni vitu ambavyo vimeletwa kwa sababu maalum. Sio ni uelewa ambao upo kwa kusudi kuu. Umeona? Vitu vyokuja kwa sababu maalum hatuna haja ya kudiscuss. Kwa hiyo mimi nasema tu hizo nadharia za Wakristo na Waislamu ni upumbavu tupu. Sasa tuzungumze labda asili yetu. Asili ya Mwafrika. Kwa asili hakuna mwanaume anaweza kukaa na mwanamke mmoja, kwa sababu kwanza mwanaume amebeba generation, zile genes, mbegu. Mwanamke amebeba incubator. Na kuna umri mwanamke akifika, anapomaliza sasa umri wake wa mwanamke kuingia umalkia. Nimewahi kusema kwamba umri wa mwanamke umegawanyika katika vipindi. Umeona? Kwa mwanamke anapomaliza kipindi cha mwanamke anaingia kipindi cha umalkia. Sasa wakati mwanamke anaingia kipindi cha umalkia, biologically hawezi tena kubeba ujauzito. Umeona bwana? Na yeye ni incubator ambaye anatakiwa kuincubate hiyo generation ambayo ni mbegu ambazo mwanaume anatoa. Kwa mwanamke anafika menopause. Na mwanamke akifika menopause, vitu vingi vinabadilika ndani ya mwili wake. Hata energy yake ina shift, hawi kama alivyokuwa mwanzo, hata kama watabisha and so forth. Lakini that's the reality. Unamaanisha mwanamke umri ambao umeenda miaka 45 na kuendelea, halingana na mtoto wa miaka 25? Hawezi kulingana. Halingana na binti wa miaka 25. Hawezi kulingana kwa sababu mwili, akili au nini? Energy tu ya mwili. Wale ufanye utafiti mambo ya energy sasa. Energy yake ina shift, haiwi tena. Tunasema mwanamke hodari ni yule anayeweza kumchochea mwanaume kifua. Hiyo nasema mara nyingi, nadhani nimeandika hata kwenye one of my books. Mwanamke hodari ni yule anayeweza kumchochea mwanaume kifua. Sasa kuna umri ukifika, mwanamke hawezi tena kumchochea mwanaume kifua. Yaani anamzoea, anamuona ni kama kaka yake, kama ndugu yake and so forth. Umeona? Ndio maana wenyewe wanasema sisi tunaishi kama kaka na dada. Lakini kwa asili mwanaume ni physical being na mwanamke ni emotional being. Kwa hivyo ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ina maana kuna wakati emotion haziendelei tena kuchemka kama zilivyokuwa mwanzo. Umeona bwana? Wakati mwanaume yeye ni physical being ambaye daima atabaki kuwa hivyo. Otherwise labda kama anajidestroy na mfumo wake wa maisha. Umeona? Kwa hiyo huwezi kuniambia kiumbe ambacho kina mipaka ya menopause kilingane na kiumbe ambacho hakina mipaka ya menopause. Kwa hiyo mwanaume kuoa mwanamke mmoja, maana yake mwanaume huyu amejitoa kafara. Umeona? Kwamba amejitoa kafara kuachana na asili yake, afate utumwa wa kidini. Si umenielewa? Au afate hofu ya mwanamke aliyoko naye. Si umenielewa? Au afate hofu yake ya kiuchumi kwamba hataweza kuwahudumia. Wakati si kweli kwamba mwanaume anaoa mwanamke ili amhudumie. Mwanaume anaoa mwanamke ili ampe mji. Mwanamke kumooa si kwamba unataka unamuoa ili umhudumie ukizi mahitaji yake, no. Unampa mji. Ndio maana kwenye jamii zote mwanamke anaitwa, akishaolewa na akizaa mtoto anaitwa mama. Kwenye maandiko nilikuwa nakutafutia Biblia kipindi fulani.
kwamba kuna simesahau kifungu gani, yes, kwamba wanawake 7 wanataka tu waitwe kwa jina la mwanaume mmoja. Hii tulikuwa mimi mme wa fulani, hawataki matumizi wala ni andiko fulani, sijui ni kifungu gani. Kwa asili mwanamke anahitaji tu hiyo heshima ya mji, okay, kwamba ameolewa na mtu fulani, kwa sababu wanaume zamani walikuwa sio kila mtu alikuwa mwanaume. Wanaume walikuwa ni wale majemedari, okay, yani watu ambao wamejipambanua kwenye ulimwengu huu. Sasa siku hizi kila mtu anaitwa mwanaume, hata mtu ana akili timamu na anakuwa mwanaume. Umeona? Angeitwa mvulana. Umeona? Kwa hiyo sisi kwa asili mwanaume, wanawake kuna kipindi hawezi tena kuwa kama alivyokuwa. Alafu sasa kilichopo ni kwamba biologically, psychologically mwanaume amekuwa designed na kitu tunaita sense of beauty. Sawa? Vitu vyote vizuri unavyoviona duniani hajatengeneza mwanamke, ametengeneza mwanaume. Nguo nzuri zote wanazovaa wanawake wametengeneza wanaume. Ndio maana fundi mzuri wa nguo za kike ni fundi wa kiume, sio fundi wa kike. Vyakula upishi mzuri anaweza kupika vizuri ni mwanaume, sio mwanamke, kwa sababu mwanaume kwa asili ana sense of beauty. Ana uwezo wa kuona uzuri na kuutengeneza uzuri. Kwa hiyo wanawake hawajipambi kwa ajili yao, wanajipamba kwa ajili ya mwanaume. Kwa sababu yeye ndiye anapenda uzuri, sense of beauty. Wanawake sio wazuri kwa ajili yao, ni wazuri kwa ajili ya mwanaume. Okay. Na ndio hapo ikaja concept kwamba Adamu akalala, Eva akatoka ubavuni. Sio, umeelewa sasa? Kwamba uzuri wote wa mwanamke unaouona mwanaume ndiye anautengeneza kwenye akili yake. Otherwise mwanamke hana uzuri. Washumu waishi wanawake wenyewe. Wanawake hawana sense of beauty kwa asili, kwa sababu wana emotions, hawaishi kwenye akili, wanaishi kwenye emotion. Sasa kiumbe ambacho kinaishi kwenye hisia kiwezi kuwa na uwezo wa kutambua uzuri, kwa sababu kila wakati hisia zina change. Kwa kama mwanaume amekuwa designed na sense of beauty, kumweka na mke mmoja mpaka miaka 60 wamezeeka, unamnyima ile kitu yake ya asili ya ku appreciate beauty. Nadhani niulize. Yeah. Unadhani wanaume wa Kristo moja hawana mke zaidi ya mmoja? Swali la pili, wako comfortable na maisha yao? Na kama hawako au wako comfortable, kwa nini waendelee kuishi hivyo? Wanaishi kwa sababu wako kwenye jela ya watanionaje. Okay. Si umenipata? Ndio. Kwa sababu ninavyoelewa mimi, wanawake wengi wakisha kuwa kwenye mahusiano waweza kwa muda mrefu au wakiolewa, wanajisahau kwamba wao ni wanawake. Si umenipata? Wanajisahau kwamba wao ni wanawake. Kwa hiyo wanajiweka position ambayo haiwahusu. Si umenielewa vizuri? Kwa nini? Nimeshasema mwanaume anataka sense of beauty. Wanawake wakishaolewa wengi wanapoteza hiyo sense of beauty. Kwa hiyo wanaosema Wakristo wapo tu kwenye jela, wanavumilia kwa sababu watanionaje, dini inasemaje, hofu yangu ya kiuchumi inasemaje. Lakini kiuhalisia ni kwamba wameshawachoka wale wanawake ambao wanaishi nao, kwa sababu wanapoteza sense of beauty. Na kwa sababu gani nakwambia? Wanawake wengi hawajui kwamba wanaume wanahitaji mwanamke ambaye kadri unavyoendelea kuishi naye anaendelea kuchanua. Lakini wanawake wengi mkishakaa nao kwenye mahusiano wanakuzoea, hawaendelei kuchanua, kwa hiyo wanadumaa. Kwa lugha nyingine ni kwamba mwanaume anahitaji kwa asili mwanamke ambaye anamchangamsha kila wakati. Sio, umenipata? Sio mwanamke ambaye kuna stage anafika anajiona yeye ni mama. Okay. Wanaume umama wako hautuhusu. Yaani uzae watoto 10, uzae 20, uone una majukumu ya kunyonyesha na nini, sisi haituhusu. Sisi tunataka tukuone vile ambavyo tumekukuta. Sasa wanawake wengi wakishazaa anaona mimi nimeshamaliza bwana, sasa hivi na familia yangu na mume wangu na watoto wangu. Imeisha. Umeona bwana? Lakini wanaume hiyo kitu kwenye, yani psychologically na biologically hiyo kitu kwa wanaume haipo. Mwanaume alivyokuona day one ndivyo anataka akuone for years. Sasa unakuta mwanamke anaruhusu, anaanza kujinani na vitu kama hiyo. Sasa ndio maana nasema hao uliowauliza Wakristo sijui na nini, hawana furaha, wana huzuni na hawafurahi kifungo walichopo, kwa sababu ndio wanasumbua watoto wa watu huku mitaani. Lakini wanadai waaminifu mbele za Mungu. Sio waaminifu. Unajua uaminifu maana yake ni nini? Wewe ni upumbazi, kujipumbaza. Unajua watu waache kuficha maana. Sema mimi nimejipumbaza.
ila mwili na hisia unamtaka. Ila mimi nilivyo kwa asili niko hivi. Jiambie tu ukweli, sio kama mimi ni muaminifu, sema mimi nimejipumbaza. Kwamba hivi. Umeona? Kwa sababu kwa asili wewe kazi yako ni kumpa mwanamke mji. Ukioa mwanamke nampa mji, nampa shamba bana, wewe ndio malikia wa hapa. Hii ni kingdom yako. Mimi nimeshatengeneza. Mimi nishatengeneza. Yaani ni kama nyuki. Malikia akizao akizaliana tunahamisha kundi, tunapeleka kundi lingine. Watu wakitaka kujua vitu hivi kwamba sio story, wajifunze kwenye nyuki. Nyuki kundi moja likishajaa wanahama, wanatengeneza kundi lingine. Kingdoms. Na ndio maana utaona nyuki dume akimeti na nyuki jike, nyuki dume anakufa kwa sababu ameshatengeneza generation nyingine, anatakiwa aondoke. Sio, umenipata vizuri? Kwa hiyo ndio tofauti. Sasa hizi dini zimekuja kufanya haya mambo, usijue mke mmoja kwa sababu wanataka kudhibiti population. Okay. Wanataka kudhibiti population na wanataka kutawala uchumi kwa sababu wanajua ukioa mke mmoja utakuwa na manpower kidogo, kwa production yako itakuwa ndogo. Sio, umenipata? Okay. Utakuwa wewe na mke wako mnashughulika kwa ajili ya kazi zenu, kushughulikia vitoto vyenu hapa. Lakini ukiwa na familia kubwa, maana yake na production yako itakuwa kubwa. Lazima utafute mashamba. Kwa hiyo na ardhi itaishi, kwa hiyo utakuwa na boma. Sasa unajua tukikuweka kwenye kanyumba kako ka self container tutaweza kukutawala, maana ardhi nyingine itakuwa empty. Lakini ukioa wake wengi, maana yake inatakiwa uwe na boma, uwe na ardhi kubwa. Kwa lengo lilikuwa ni kimkakati kwamba watu ili tuwatawale kwanza, tuwapunguze uzazi, alafu tuwapunguze kutawanyika. Sasa kutawanyika maana yake tuwaletee story kwamba utakiwa wewe mke mmoja utulie naye. Umeona bwana? Lakini si kweli, hiyo sio asili jinsi ilivyo. Lengo lilikuwa ni kutawalana tu basi. Lakini tunajaribu kurudi kwenye kujadili stress. Yes. Na vilio vya wanaume wengi juu ya mambo ya kimahusiano. Ni haki mwanamume wa Kiafrika kulialia juu ya mahusiano? Wewe ni mpumbavu. Unalia kwa sababu gani? Unalia kwa sababu una akili. Yes. Anayebeba mahusiano siku zote sio mwanaume, ni mwanamke. Mwanaume kazi yake ni kumlinda mwanamke wake anayebeba mahusiano. Ushanipata? Hiyo ndio kazi ya mwanaume. What knows?